Leo nitakupa ishara 10 za watu walioitwa kwa kusudi maalum. Kama wewe ni mtu uliyechaguliwa kwa kusudi maalum, you are chosen one, basi utaona kuna hizi dalili ama ishara 10 zitakuwa zinaambatana na wewe katika historia na ukuaji wako katika maisha yako. Na ile ya 10 ni ya umuhimu sana. Jambo la 10 ni la umuhimu sana, tena la umuhimu kuliko haya mengine yote ambayo nitakwambia. Usisahau kwamba katika maisha ya mwanadamu, kama kuna jambo la umuhimu sana, ni mtu kujitambua wewe ni nani. Ukijitambua wewe ni nani, utaweza kujua nguvu zako na kusudi lako, kusudi la kuwepo kwako. Unalijua kwa kutambua wewe ni nani. Jifahamu wewe mwenyewe kwanza. Lakini kwa muda mrefu dunia ilikuwa inakuonyesha nje. Unawafahamu watu, unafahamu vitu, unafahamu mazingira, isipokuwa mtu mmoja tu, wewe mwenyewe. Sasa nataka nikupe dalili ambazo zitakuthibitishia. Ukiona unazo hizi, basi jua kwa sehemu kubwa wewe ni mtu uliyechaguliwa kwa kusudi maalum. Kwanza, wanakuwa ni watu ambao ni kama watu wanaojihisi tofauti. Wanakuwa kama ni watu tofauti katika sehemu ambao wanakuwepo. Wanapata shida sana kubalika katika eneo. Odd one. They feel odd, outcast. Si unaelewa hiyo? Yaani unaweza kuwa unaenda mahali mpo kundi tu la watu wa kawaida, hamna shida, lakini kuna namna fulani wewe unakuwa kama mgeni katika kundi la watu. Hii inaweza ikawa hata kwenye familia, kwenye mambo ya kijamii, hata kwenye sehemu za kiroho, wengine kanisani huko. Unashangaa tu kuna namna fulani unakuwa ni kama mtu ambaye yuko tofauti. Sasa hiyo ina maana sana. Kumbuka wewe haukuja duniani kwa bahati mbaya tu, just you are here. Ulikuja kuonyesha huo utofauti wako. Yaani hiyo tofauti yako hiyo ndio sababu ya kuwepo kwako. Kwa hiyo usishangae, usijaribu kukubalika. Ukiona hii dalili, jua kuna uwezekano mkubwa you are chosen one. Lakini kingine, wanakuwa na uwezo wa kuona kwa kina, kuhisi kwa kina, kusikia kidogo zaidi. Ndio maana wengine wanazungumzia juu ya clairvoyance, telepathy abilities. Kwa unakuwa unaweza kuona kwa kina zaidi kuliko wengine. Yaani kiwango chako cha ufahamu, cha chosen one kinakuwa kiko juu kidogo. Kia ufahamu wa ndani ule. Unakuwa sio ufahamu wa kwenye akili kukalili, ufahamu wa ndani unakuwa uko juu. Na pia inakufanya unakuwa na uwezo wa kuwatambua watu. Akiingia tu mahali kukutana naye tu, hata kabla hajaongea unaweza kaelewa ukweli mwingi sana kuhusu yeye. Sio mfukunyuku. Kuna wale watu wanapenda kutafiti watu, wanataka kujua watu. Au sio, una nia kujua watu, lakini unapokutana na mtu tu, ile energy yake tu yenyewe inajifunua kwako. Yaani unafahamu tu pasipo hata kuulizia, hata kutaka kujua. Na pia ndio maana pia hata watu wengi wanakuwa wanakwepa watu kama hawa. Wanakwepa chosen one kwa sababu wanakuwa na uwezo wa kuona vitu ambavyo wale wengine wanajaribu kuficha. Kuna watu ambao kuna mambo hawataki kuonekana. Wakienda mahali wanatabasamu kwa kujiigiza, wanacheka kwa kujiigiza, wanavaa tabia fulani fulani. Sasa akienda mahali akiona kuna mtu anamuona through, kupitia, anaona beyond kile ambacho anakionyesha nje, basi huwa wanakuwa wako comfortable. Pia wanakuwa na uwezo wa kuwa kama kuona hata mambo yajayo. Yaani wana uwezo wa kuhisi yale mambo kabla hajatokea. Kwa wanakuwa kama wana karama fulani za kinabii. Pia sifa nyingine, wanakuwa ni watu ambao wakati mwingine hawaeleweki. Hawaeleweki. Hata kwenye watu wao wa karibu. Jua wakati mwingine kuna wakati kama mtu ni chosen one, anaweza kawa anajiuliza, okay, sawa, watu wengine hawanielewi kwa sababu hawanijui. Mbona hawa ambao nakaa nao si wananiona mimi, wanaona jinsi nilivyo, kwa nini ni kama wanielewi? Wakati mwingine unaweza kushangaa hata mtu ni mwenza wako kabisa, lakini unaona kabisa kuna namna fulani ya kuelewi, alafu anakuwa anajaribu kupambana kukuelewa, sio katika namna nzuri, katika namna ya tunasema kukufigure out. Yaani anataka akujengee box fulani kwamba watu wanataka mtembee katika njia iliyonyooka, straight line. Anapendaga hiki, anafanyaga hiki, yuko hivi, lakini wewe ni mtu ambaye kila siku hobby zako zinabadilika, interesting zako zinabadilika, mtu ambaye sasa ni chosen one. Kwa watu wanakuwa ni comfortable, hawakuelewi. Kwa hiyo mara nyingi watu wa namna hii huwa wanajiona ni kama wageni katika familia, anakuwa kama mgeni asieleweka. Wakati mwingine unakuta tangu unakuwa kuna ufahamu fulani uko nao, unapoeleza ndugu zako unaona wana kuchukulia kama kituko. Na sehemu nyingi unapoenda unakuwa
haueleweki, kwa wanakuwa wanajaribu kukupeleleza. Yani nataka wajue, yani unataka nini, unapenda nini, kwa nini uko hivi, kwa nini unabia hivi hivi, sio kukubali kama ulivyo. Na kuna watu wengine wanakuta wanaanza kuwapa majina watu wa namna hii, wanakuona kama antisocial au mtu asiyependa watu, lakini kumbe chosen one ama watu waliochaguliwa kwa kusudi maalum ni watu wanaopenda sana watu. Kitu ambacho hawapendi ni maigizo. Dalili ya 4 ya mtu aliyechaguliwa kusudi maalum wa watu wa namna hii ni watu ambao wana yani uwezo wao wa kiroho kwa vile uko juu, kwa hiyo wanakuwa na uwezo wa kuona beyond division, yani wanaona juu ya migawanyiko. Yani mpaka watu wa namna hii mara nyingi wao wanashangaa kwamba hivi kuna sababu gani ya watu kugawanyika, watu kupigana na kuhusudiana kwa sababu ya tofauti za mataifa, sio taifa hili, mipaka hii, sheria hizi, dini hii, si chama hiki cha siasa, sijui msimamo huu, mlengo wa kulia, mlengo wa kushoto, mlengo wa kati. Waga inawasumbua sana kwenye akili yao kuamini kwamba tofauti hizo zinatosha kuwagawanya watu, mpaka watu wengine wanapigana mabomu kabisa, wanachukiana, wanatengana kwa sababu kama hizo. So ni watu ambao wanaona umoja katika migawanyiko iliyopo kati ya wanadamu. Lakini sifa nyingine, chosen one ni mtu ambaye anapenda zaidi kampani yake mwenyewe. Anapenda kampani yake mwenyewe, sio kwamba hapendi watu, anapenda watu, lakini anapenda kampani yake mwenyewe, kwanza kwa ajili ya kurecharge, kwa sababu ana uhusiano mkubwa sana na ile nguvu iliyo ndani yake. Kwa hiyo anakuwa anapenda muda mwingi kuwa na kampani yake mwenyewe aweze kurecharge. Lakini hasa wakati mwingine pia hakai sana kwenye kampani nyingine, kwa sababu kunakuwa na vurugu. Unajua katikati ya wanadamu wengi kuna vurugu nyingi, machafuko, ile kushindana, unaelewa, kulinganishana, kupimishana misuri. Kwa unakuta ni watu ambao hata kama wana uwezo mkubwa, yeye anaona hizo ni kama vurugu, anaona hizo ni kama kelele. Kwa mara nyingi anapenda kampani yake mwenyewe. Na ndio maana huwa mara nyingi wanavutiwa sana na kuwa sehemu zile za asili, kuwa in the natural nature. Sababu ukienda kule kwenye mimea, ukiona maji yanatiririka, ukiona miti inaota maua, ukiona nzi wanapita, nyuki wanapuliza, ndege, you don't see competition, unaona life, unaona furaha, unaona uzima, unaona maisha. Lakini kwenye kundi kubwa la watu ni watu ambao wamejaa vurugu tu na machafuko. Lakini kuna kitu kingine pia, dalili nyingine hii ya 6, mara nyingi chosen one huwa kuna namna fulani yani wanakuwa katika mwili, katika stage ya kwanza ya maisha yao, wanakuwa wanajiona wamebeba kitu fulani hivi, ni kama kuna mzigo mkubwa wameubeba. Sasa ule mara nyingi ni mzigo wa vizazi vilivyotangulia. Kwa hiyo mara nyingi chosen one ni mtu ambaye unakuta amechaguliwa katika familia fulani, katika jamii fulani, au katika eneo fulani kwa ajili ya kukamilisha jambo fulani, ambayo hilo jambo yamkini vizazi na vizazi vilivyotangulia kuna watu walikuwa wanatamani kulikamilisha lakini hawakuweza. Kwa hiyo mtu anakuwa amekuja akiwa na kusudi hilo. Umeelewa? Ndio maana mara nyingi chosen one wanakuwa na moyo imara sana, moyo safi, na wanakuwa na shauku kubwa ya kusaidia watu wengine, sababu anakuwa amebeba. Usisahau hii pia inakuwa ni pamoja na kubeba hata huzuni zao. Ndio wakati mwingine unakuwa na huzuni nyingi sana, ujielewe, kwa nini na huzuni hivi? Zile huzuni sio tu zinatoka kwako katika mazingira yako, zipo zinazotoka kwako na trauma, lakini nyingine pia unakuwa umezibeba. Ishara ya 6, chosen one mara nyingi wanakuwa wamebeba kusudi fulani ndani yao. Yani anajali zaidi kusudi kuliko kitu kingine. Yani kwamba watu wengine furaha yao, nimejenga nyumba, nimenunua gari, nimepata cheo fulani, ni kiongozi, nimepata hiki, lakini these people ni watu ambao wanakuwa na jambo fulani beyond that, lenye manufaa kwa watu wengi zaidi, sio tu kwa watu wengi zaidi, na kwa ulimwengu kwa ujumla. Au kama hivyo kwenye familia kuna battle fulani ambao wamekuwa kipambana nayo katika psychologically ama spiritually, kwa anakuwa na shauku zaidi ya hiyo. Furaha yake ipo kwenye kutimiza hilo, sio kwenye vitu ambavyo watu wengine wanakimbizana navyo. Kingine wanakuwa ni watu ambao wana ujasiri sana, ujasiri wa kuachana na utambulisho bandia ambao walikuwa wamejengewa. Unajua tukija katika sayari dunia, kila mtu anakuwa amepewa utambulisho wake, egoistic self, utambulisho bandia. Sasa hawa watu wengi huwa wanaondoka nao ile duniani. Watu wanaondoka duniani wakiwa na utambulisho bandia, kwa sababu ukiuvua ule unakuwa unapoteza kueleweka kati ya watu. Sasa mara nyingi chosen one huwa wana uwezo huo na ujasiri wa hali ya juu wa kuvua kile kinyago. Yani inafika mahali anasema hivi, inatosha kuishi kwa kujiigiza ili kuwafurahisha watu. So they choose to be themselves. Wanachagua kuwa wenyewe, kuwa halisi, yani maana yake.
Lakini kingine ni watu ambao wana ulinzi fulani wa kipekee. Hii dalili ya 9 wanakuwa na ulinzi fulani wa kipekee. Ushawahi kupitia mambo ambayo ukiangalia unasema hili jambo kama isingekuwa nguvu kubwa inayotembea na mimi nisingeweza vuka. Jambo hilo hilo ukuta limewaangamiza watu wengine wengi, limewaletea shida watu wengine wengi, lakini unashangaa hiyo hali unavuka. Kwa nini? Kuna ulinzi wa kipekee. Huu ulinzi umeambatana na wewe vizazi na vizazi kwa sababu umebeba lile kusudi. Kuna nguvu kubwa inayotembea na wewe kutimiza lile ambalo unapaswa kulitimiza katika sayari dunia. Hii ya mwisho nilisema ni ya muhimu sana. Yote haya ni ya umuhimu, lakini kumbuka, these people wanapokuja katika sayari dunia huwa wanapitia majeraha kama watu wengine. Wanapitia maumivu, na kumbuka wanakuwa wamebeba sio tu majeraha yao na majeraha ya vizazi vyao. Na ndio maana mara nyingi waga wanavutwa kufuatilia historia zao. Unakuta unafuatilia bibi kilimkuta nini, babu kilimkuta nini, unakuja kugundua walikuwa wamebeba maumivu fulani, wamebeba trauma. Zote zile sasa unakuwa umezibeba. Uwezi kuactivate nguvu yako kama unajihisi wewe chosen one, ili uactivate nguvu yako, uanze kuona nguvu yako ikifanya kazi. Uwezi kukwepa safari ya uponyaji. Na ndio maana moja ya dalili ya chosen one katika awamu ya pili ya maisha yake, huwa anaanza kuvutwa kwenda kuponya majeraha ya ndani. Anaanza kugundua vile ambavyo ameumia sana ndani yake na anahitaji kupona. Hii ni muhimu sana. Uponyaji utakusaidia kuwa na clarity. Angalia chosen one ndani yao, katika uwepo wao wa ndani wako very clear, wana clarity ya hali ya juu. Wengine wana uwezo kukamata mawimbi masafa ya juu sana, ufahamu wa juu. Lakini kwenye akili ya nje hii kuna mambo ulijazwa ambayo sio. Kwa hiyo kama hujapona unakuwa uwezi kutenganisha, uwezi kuitumia vizuri karama yako ya discernment. Na ndio maana wengine wengi huwa pia wanaharibikiwa. Yaani kuwa chosen wanaikwepi kuharibikiwa. Unaweza ukaharibikiwa, ukavurugikiwa na utakapata matatizo ya kisaikolojia. Wakati wengine mpaka watu wanachanganya, mtu ana schizophrenia. Sio ile schizophrenia ya kupewa ile, kuna schizophrenia ya kusingiziwa na watu ambao hawataki wao ujitambue. Lakini kweli kuna chosen people ambao wamepitia maumivu makali ya kisaikolojia mpaka wamedevelop dalili za kisaikolojia ikiwemo schizophrenia. Kwa hiyo usipuuze ukasema tu mimi na download from the ether, napata ufahamu kutoka juu, wakati unaona kabisa kuna namna fulani unashindwa kutofautisha kati ya ule ulimwengu unaoona wa juu na ulimwengu halisi huu wa physical tulionao. Kwa lazima uweze kutofautisha. Ponya majeraha ili uwe clear, ili uweze kutumia vizuri vile vipao ulivyo navyo, visikuletee shida wewe mwenyewe na vilete matokeo makubwa sio tu kwako na kwa watu wengine. Na hapa ndipo mimi wanafanya program ya uponyaji. Ninawalenga these people. Watu hawa ambao wamejeruhiwa sana, ni watu wazuri, wenye mioyo mizuri, ni watu wenye mioyo ya huruma, lakini wana majeraha ndani. Kwa hiyo ninafanya program za uponyaji kila mwezi. Mwezi wa 9 tarehe 1 tunaanza program tena ya uponyaji. Nimeandika kitabu kutoka uwanja wa mapambano, saikolojia ya kuvunja trauma na kujenga upya utambulisho. Ukiweza kupata hiki kitabu ni muhimu sana. Ukiweza kupata mentors ama coaches wa kukusaidia katika safari yako, na yenyewe ni muhimu. Kama una uwezo wa kugharamia, basi online mfanye mtu mmoja au watu wawili au watatu ambao wakiongea wanakugusa nafsi yako, jifunze kutoka kwao. Sio vibaya kuwa na mentor, wala sio udhaifu. Usiruhusu ile utambulisho wa zamani wa ego wa kusema ni mimi mwenyewe, is me alone, hakuna mtu mwingine anayenisaidia, ikuongoze. No. Katika sayari dunia uko peke yako, we are all one, we are all connected. Kwa hiyo Mungu ama the universe inakuongoza na kujifunua kwako kupitia watu ambao wamekutangulia pia katika safari yako na mazingira yako. So kama unahitaji kufanya ushauri wa mtu mmoja kwa mmoja, unaweza kanicheki kupitia email yangu, ama nitumie ujumbe inbox, au kama unataka kununua kitabu au kujoin na program, wasiliana na mimi. I am the son of Zwange Ndaba. Kuwa na furaha ni uchaguzi. Nimechagua kuwa na furaha. Amazing day, amazing moment.